Mambo vipi, mambo ni aje mwana familia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tuzungumze kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kuna huu ufafanuzi hapa nimeona ni wasogezee wana Together. Kuna watu wanauliza kwamba kwenye voice ambazo aliziachia siku ya jana Maimartha za Cutemena na mwanaume wake ambaye ni Mr. Kody au Ima. Cutemena alikuwa anamwambia Mr. Kody kwamba ina maana mimi sikupendi, kwa sababu Mr. Kody alimuuliza, kwani Cutemena unanipenda mimi kiasi hicho? Cutemena akasema, ina maana mimi hunipendi? Ina maana mimi sikupendi? Wewe kwa nini unasema mimi sikupendi? Au mimi kuwa cool, kuwa humble kwako ndo unaona mimi sikupendi? Ningekuwa sikupendi ningekupeleka kwa Salome kila siku na kupeleka kwa Salome. Sasa watu wakawa wanajiuliza kuwa huyo Salome ni nani, ambaye Cutemena anamwambia Mr. Kody kwamba ningekuwa sikupendi mimi ningelikupeleka kwa Salome, ningekuwa nakupeleka kwa Salome kila siku. Na kupeleka kwa Salome, unaingia unatoka, ningekuwa sikupendi ningekuwa nakupeleka kwa Salome. Sasa cha kushangaza zaidi ni kwamba wakati watu wakiwa wanajiuliza kuwa huyo Salome ni nani ambaye Cutemena anadai kuwa mimi ningekuwa sikupendi ningekuwa nakupeleka kwa Salome. Sasa Maimartha ameibuka leo akidai kuwa Salome ni mwanamke wa Mr. Kody, bwana wa Cutemena. Kitu ambacho watu wengi kiwachanganya kwamba inakuaje sasa Cutemena anasema ningekuwa sikupendi ningekupeleka kwa Salome, alafu eti Salome ni mwanamke wa Mr. Kody. How? Inakujaje hiyo? Kwa sababu Salome amepigiwa simu na Maimartha kuhusiana na issue ya Salome kudai kuwa amewafumania Cutemena na Mr. Kody nyumbani kwa Mr. Kody wakiwa kitandani utupu. Sasa watu wakawa wanajiuliza hapo kwamba inakujaje hii? Cutemena kumwambia Mr. Kody kwa ningekuwa sikupendi ningekuwa nakupeleka kwa Salome, alafu Salome ni mwanamke wa Mr. Kody. How? Yani kivipi Cutemena alikuwa anampeleka bwana wake kwa mwanamke wake? Sasa watu wakasema kwamba Cutemena ni mchepuko wa Mr. Kody. Cutemena ni mchepuko wa Mr. Kody. Cutemena anafahamu kabisa kuwa Mr. Kody ana mwanamke mwingine. Sasa Mr. Kody walikuwa wanaenda wote na Cutemena kwa Salome. Salome inavyoonekana ni kwamba labda alikuwa anasikilizia kwa pembeni au anaingia wote mle ndani. Mr. Kody anafanya kilichompeleka pale kwa Salome kisha wanaondoka. Kwa hivyo ni kama upendo kwamba licha kuwa wewe una mwanamke mwingine lakini mimi bado nakupenda, na hata kwa huyo mwanamke tukaenda na ukafanya mambo yako na tukaondoka, unajua zile. Sasa ndio maana sasa Cutemena akawa anatumia hiyo kwa ningekuwa sikupendi ningekuwa nakupeleka kwa Salome, kwamba yeye amevumilia mangapi kwamba licha jamaa kuwa na mwanamke mwingine na mpaka wanaenda mpaka kwake wote na nini kwa huyo Salome, alafu mwisho wa siku Mr. Kody anadai kuwa eti Cutemena hampendi. So manake huo ni ufafanuzi kwamba watu wanadai kuwa Cutemena ameingia kwenye mahusiano na Mr. Kody akijua kabisa kuwa Mr. Kody yuko na mwanamke mwingine ambaye ni Salome. Nadhani sasa hapo umeelewa hiyo connection, kwa sababu watu wengi, hata mimi mwenyewe nilipagawa kuwa kama Salome amemfumania kwa maelezo ya Maimartha na Maimartha akampigia simu pia Salome akaeleza kwamba amewafumania Cutemena na Mr. Kody. Alafu huyo Salome siku ya jana ametajwa na Cutemena kuwa alikuwa anampeleka bwana yake Cutemena ambaye ni Mr. Kody kwa Salome. Alafu Salome tena kamfumania Cutemena. How? Kwa hivyo kumbe Cutemena bwana alikuwa anajua kabisa kuwa Mr. Kody yupo kwenye mahusiano na Salome, na ndio maana alikuwa anampeleka pale licha kuwa yuko kwenye mahusiano naye, lakini anampeleka kwa mwanamke wake. Hiyo ni upendo ambao siku ya jana alikuwa anamwambia Mr. Kody kwamba ningekuwa sikupendi mimi ningekuwa nakupeleka kwa Salome. Mambo ni mazito kweli kweli. Kwa hivyo sasa, kwa kusema hivyo means kwamba ndio maana watu wana conclude na kusema kuwa
kuna uwezekano mkubwa Cutie Mena ndo aliyemtongoza Mr. Kodi, na Mr. Kodi akawa amemwambia ukweli kuwa bwana, mimi niko na mahusiano mengine, lakini Cutie Mena akasema hakuna shida, yeye atakuepo hapo. Unaona bwana, yeye atakuepo hapo. Kwa hivyo ndio maana sasa hata Mr. Kodi alikuwa anamuuliza Salome kuwa alikuwa anamuuliza Cutie Mena kuwa kumbe unanipenda kiasi hicho. Unajua zile unanipenda kiasi hicho, kwa sababu jamaa alijua labda tu atapita na nini, kila mmoja atafanya maisha yake, lakini kumbe mwisho wa siku Cutie Mena ameweka kambi. Huyu anasema kwamba taarifa nyingi zinapotoshwa halafu na kuwa nazo ukweli wake na ushahidi. Ngoja suni nitaanzisha kipindi niwe nawapa haya ma-update. Huyu akaja akasema kwamba na huyo Mena hata mpata tena atakayempenda kama MC Pilipili. Wanaume wanakupendaga tu ukiwa kwa mumeo. Anasema sasa hivi kwamba sasa hivi atafanga mpaka akose soko kama Wema. Atafanga manake ndo nini? Wao tadanga. Huyu anasema kwamba kwa hiyo huyu Salome ni yule aliyetajwa kule kwamba ina maana huamini kama nakupenda while tulikuwa tunaenda kwa Salome. So hapa sijaelewa vyema, hebu tusaidiane hili. Huyu akaja akasema maana yake alikuwa kama mchepuko, alikuwa anamsindikiza bwana kwa demu wake. Huyu akaja akasema kwamba unajua haya mambo kwa wanawake ni bora muwe mna funga msije kufa kwa pressure. Anasema My Martha we ni kiboko kwamba unajua haya mambo kwa wanawake inabidi muwe mnafunguka msije kufa kwa pressure. Hila My Martha we ni kiboko. Watu wanajua, watu wana ujasiri aisee, wanachiti mpaka na wajane. My Martha we ni zaidi ya AI. Akaja akasema kwamba huyu dada Karima itamkuta yani na bado like anasema kwamba like comment yangu wananchi vijana, oweni wanawake wa kwamba oweni wanawake wa kutafutiwa na mama zenu, maana mama zenu nao ni wanawake. Maana hamta amini. Huu ni ujumbe na utoa leo nchi nzima. Ningependa kusimamisha nchi, lakini komenti yangu vijana wote muulizeni usijua maandika madudu gani wewe. Huyu akaja akasema Karima is real. Salome hana uchoyo wa maneno. Huyu anasema hivi, mnafahamu kuwa wanaume ambao hawana kazi mjini kwamba kwamba hawana kazi mjini wanashinda kwa waganga kuvuruga wanawake wenye visenti ili wanawake mjini yani tuombee mahusiano yetu ya ndoa zetu